Serikali ya Tanzania imepewa siku 30 na kikundi cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola CMAG kutatua suala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa na kisheria na kuwaachia uhuru watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia kile kilichotajwa na jumuiya hiyo kama haki zao kwa amani. Maelezo hayo yametolewa Julai 10 mwaka 2026 katika mkutano wa pamoja wa dharura wa CMAG ulioambatana na kutolewa tamko hilo ambalo limetaka pia kufanyika kwa jukwaa la mashauriano linaloshirikisha vyama vyote vya kisiasa Tanzania ndani ya siku 90 ili kujadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya mahabusu na uwajibikaji ndani ya siku 60, irejeshe uhuru kamili wa matumizi ya mitandao ya kijamii. CMAG pia imeamua kuendelea kuiweka Tanzania kwenye ajenda yake rasmi, ikisema pamoja na hatua chache zilizopigwa tangu maamuzi ya mkutano wake wa Disemba 5 mwaka 2025, bado yapo maeneo muhimu ambayo hayajatekelezwa. Kikundi hicho kimetaka kuondolewa kwa vikwazo vinavyohusu uhuru wa kukusanyika, kujieleza, shughuli za kisiasa za kiraia na vyombo vya habari, kufanyika kwa mazungumzo ya kisiasa katika vyama, pamoja na kuwepo kwa uwajibikaji kwa wahusika wa matukio ya vurugu na fidia kwa waathirika pale inapostahili. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia kauli za viongozi wake wa ngazi ya juu imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kuwa haiwezi kuingilia mwenendo wa shauri la Tundu Lissu kwa kuwa suala hilo liko mahakamani. Wamekuwa wakieleza kuwa Tanzania ni nchi huru na yenye mamlaka kamili ya kujiamulia mambo yake ya ndani, hasa utawala wa nchi, utekelezaji wa sheria na masuala ya ndani ambayo yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria ya Tanzania bila kushinikizwa au kuamuliwa na mataifa au taasisi za nje. Tamko hilo limejili baada ya mkutano huo kupokea ripoti ya Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola kuhusu ziara ya mjumbe wake maalum nchini Tanzania, Dr. Lazarus Msikathi Chakwera, rais mstaafu wa Malawi, ya mwezi Aprili mwaka 2026. Wakati wa ziara hiyo, Chakwera alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa, wawakilishi wa asasi za kiraia, viongozi wa dini, tume ya uchunguzi ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na wadau wengine. CMAG imekubali kukutana tena kwa dharura mwezi Septemba mwaka 2026 kupokea ripoti ya maendeleo kutoka Tanzania katika mkutano wa Novemba mwaka 2026. CMAG itafikiria kuchukua hatua zaidi iwapo hakutakuwa na maendeleo yaliyotarajiwa. Aidha, CMAG imesema Jumuiya ya Madola iko tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa maombi ya Tanzania na itaendelea kushirikiana na Umoja wa Afrika, AU, SADC na Umoja wa Mataifa. Aisha Charles, Tifu TV.